Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakina mama Bwana asifiwe. Nimesimama hapa kwa heshima kubwa kumtambulisha mgeni rasmi wa shughuli hii ambaye ni Bwana Yesu. Na katika kipengele hiki ambacho mimi nimepewa kuwa chief judge, kwa kweli sijui kama watu wanaelewa waliolala nyumbani wamepata hasara kwa kiasi gani. Si ndio Wewe uliyekuja umepata faida kubwa sana. Na kuonyesha kwamba umepata faida, tusindikize na ile chorus, ninayajua yangu malengo ni mema sio mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo, nawapenda. Yaani uliyekuja hapa Mungu anajua lengo. Mimi mwenyewe nimebadilika. Si ndio? Kuna mahali hapo ambapo alikuwa anasema yule mwalimu wa tatu, nikakumbuka jana tu nimetoka kukaa na mwanangu wa kiume. Sijui, lakini mimi nilijuta, niliona nilifanya makosa kumpa simu alipomaliza form 4. Na nikamwambia Mungu nisamee, kwa sababu ilikuwa ni mlango wa uharibifu. Jamani, sisi wengine tumepata simu, tumeshachumbiwa. Jamani, si ndio? Mimi leo nimekuwa mkurugenzi kwa neema ya Mungu, kwa sababu Mama Mayala alinifanya niwe hivi nilivyo. Na kwa neema ya Mungu nimeshika nafasi yake. Nataka niseme hivi, wakati tunataka kuhitimisha, Mungu aangalie unazaa mtoto, Mungu anaangalia unamzalia taifa. Sisi wa Kristo, naomba niongee kwa sauti ya chini, kuna mahali tunakosea. Wazazi wa siku hizi wa 5G na 4G, umepata mimba tu asubuhi, jioni ka Snapchat, new mother in town, si ndio? Na yule mama aliyesema Kiingereza kimeanza kuja, na wakati kilikuja na meli, si ndio? Lakini Muislamu anapojifungua mtoto, anapokabidhiwa, cha kwanza anaenda kwenye sikio la mtoto, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaani anamwambia sauti utakayosikia ni ya Mungu. Mungu ni mkubwa. Wewe mwanako anasikia nini cha kwanza? Yaani umepushi tu, umepewa mtoto, anasikia nini? Mungu atusaidie. Tunawatafutia watoto wetu maangamizi. Mlee mtoto, lakini hakikisha unamwachia Mungu taifa ambalo litamtaja Bwana. Niwaambie kitu kwa sauti ndogo, kinaolisumbua Tanzania leo na dunia ni simu. Sio kitu kingine. Ni mlango wa Mungu, sawa, unataka kusaidia kumjua Mungu, lakini ni mlango mkubwa wa adui anaotumia kwa uharibifu. Nataka niwaulize wa kwenye ndoa, mliopo kwenye ndoa, kabla ya simu palikuwa na michepuko? Kwa kazi kubwa, maana mpaka hiyo barua ifike ni saa ngapi? Hebu tuambiane. Na niwaambie kitu kingine, alichosema yule dada pale, kuna vitu lazima umwambie Roho Mtakatifu hapana. Mimi mwenyewe nilifika hatua nilitaka kuwa addicted na simu. Mnajua simu ina uraibu kuliko madawa ya kulevya Yaani unaweza kukosa muda na Mungu. Nikasema huu upumbavu. Yaani kuna muda nazima simu, sitaki chochote, nataka kukaa mimi na Mungu. Si tunadanganyana, tunatafuta hela, si ndio? Kuna aliyekufa akaenda na hizo hela. Tunatengeneza umilele. Bwana Yesu asifiwe. Mshindi wa kwanza ni Joyce Choto. Nilipenda ile college yake alivyosimulia. Nataka niwaambie wanawake, unaweza kuwa chochote unachotaka kuwa. Wazungu walitudanganya sky is the limit. Nakwambia hivi, sky sio limit. Wale wanaoenda nchi za mbali, kuna wakati ndege inaruka, mawingu yote unayaona chini, huoni kitu. Ina maana sky is not a limit.
Si umenisikia? Lakini alivyoielezea, unajua kuna ile toni aliyeitumia, lazima mwanamke ujiamini. Hongera sana Joy, hongera sana Joy. Lakini zawadi ya pili inaenda kwa dada mlisema ni captain, amevaa nguo nyeusi, amekata nywele. Captain. Captain. Makofi kwa Captain Deborah. Kwa namna alivyokuwa anachangia mada, yani anaeleza na nini na nini na nini, hakubali jambo lipite hivi hivi tu, lazima ajenge hoja. Tunakula kwa nguvu zetu, mgeni rasmi. Lakini pia nilimpenda yule aliyesema amejifunza kupitia baba yake. Daktari we. Mabinti mmetisha. Aisee, nitafutie makombolela, nicheze kombolela na mabinti zangu. Nitafutie kombolela. Zawadi ya 4 inaenda kwa mwalimu aliyemaliza. Headmistress. Makofi kwa headmistress jamani. Zawadi ya 5, si ndio? Zawadi ya nini? Ya 5. Nataka walimu wote wapewe zawadi, si ndio? Lakini mwalimu wa kapu la kwanza, yeye mimi nitampa keshi. Amen. Hii hapa nataka iende kwa Mama Kejo. Mnajua kwa sababu gani kwa Mama Kejo? Ni watu wengi sana wanaona aibu kutolea shuhuda maisha yao yaliyopita. Na mwalimu mzuri ni yule anayefundisha maisha yake. Na penye aibu ndipo kwenye chanzo cha utukufu. Hata kama ulianguka mara 7, ipo neema ya kunyanyuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana huko binti hapa, si ndio? Na niseme mabinti, naomba niseme mabinti. Halo? Hivi mnaonaga wale wanaopita na kapu la karanga? Mabinti mnaonaga wanaopita na kapu la karanga? Huwa wanafanyaje? Wanaonjesha. Si ndio? Yaani hujanunua, si ndio jamani? Kapita na kapu lake. Onja, karanga ni tamu, si ndio? Unakula. Ukimaliza nenda kwa mwingine tena. Onja, karanga ni tamu. Mabinti mbakizie karanga mnunuzi. Anapokuja kununua, anakuta kapu liko tupu. Mmenielewa? Mwachie karanga mnunuzi. Mabinti mmenisikia? Mna download? Usionjeshe. Ninasema hivi, marufuku kuonjesha. Muachie karanga mnunuzi. Acha kugawagawa karanga. Na siku hizi tuko hata huku kwenye nyumba za Mungu. Nataka niwaambie mabinti, thamani yako haipimwi kwa kupaka lipstick kama niliyopaka mimi. Mwanamke mwenye kusifiwa ni yule anayemcha Bwana, anayekutwa mahali sahihi. Hebu jifunze kwa Rebeka, alikutwa kisimani na hakuwa kiperumbe. Hii ni kitchen party ya bila vyombo.
Jamani tupo. Mama nani ameelezea maisha yake, Mama Kejo. Si ndio? Ameelezea maisha yake kwamba jamani, mimi mwenzenu yaliponikuta matatizo nikaanguka hivi, lakini sisi wa mama tupo. Leo mabinti hamtaki kuambiwa. Hata mimi ni mwenyekiti kanisani, ni mkurugenzi wa wanawake kanisani. Ukimuita binti ukamwambia mienendo yako ni mdomo utanuniwa mpaka kule kama chupa ya soda. Mwachie karanga mnunuzi. Mwachie karanga mnunuzi. Usiku wa leo ukiondoka, waza tu kitu kimoja, na mwachia karanga zangu mnunuzi. Mimi sitagawa ovyo. Akija akute kapu limejaa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeishia hapa. Mama Kejo, njoo chukue zawadi yako. Amen. Jamani, lakini yule mwalimu wa kapu la kwanza, nitamkabidhi cash 50,000. Ataenda kununua perfume. Aje basi akushike mkono mwalimu wa kapu la kwanza. Ameongelea ndoa. Hallelujah. Mwalimu ameongelea ndoa. Wakina mama, Mungu atusaidie. Nataka niseme kitu kimoja. Kwenye ndoa Mungu hakusudii. Kuna mtu ameuliza swali, yule mdada pale, kwa nini mnaoana? Mungu amekusemesha alafu inatokea ya kutokea. Na Mama Bitulo kuna mambo akaongea pale akakazia. Nataka niwaambie hivi, ndoa ni zaidi ya ile shughuli. Kwani ile shughuli watu wanafanya asubuhi mpaka usiku na asubuhi kuna kucha? Wito wa ndoa namba 1, na ndio maana waliotoka Katoliki wanaambiwa sakramenti ya ndoa. Mnajua maana ya sakramenti ya ndoa? Ni ibada. Maana yake Mungu anachokusudia, huyo anayekupa, kama anavyosema Paulo, ni mrithi pamoja nawe wa neema ya Mungu, ni anachokusudia ni wewe uende na huyo mtu mbinguni. Kwamba nje ya maisha ya ndoa ya kila siku, Mungu anategemea itakapopigwa parapanda, utanyanyuka na yule mwanaume uhakikisha amefika mbinguni. Nataka niwaambie wanawake hapa, hata kama kuna changamoto, lakini kama Bwana amekupa, huwa anatoa neema, na inategemea ndoa hiyo imewekwa katika msingi gani. Mabinti, makosa waliofanya wazazi msiyafanye nyinyi. Biblia inasema kuna wakati mafuriko yataipiga hiyo nyumba. Kitakachofanya hiyo nyumba ibaki ni msingi uliojengwa katika hiyo nyumba. Hakikisha umejenga katika msingi wa Yesu. Na hakikisha Mungu aliyekupa. Hata nyinyi jamani, Mungu anachukia kuachana. Unaweza ukasema wachungaji ndio mambo yako sawa, au mkurugenzi ndio mambo yako sawa. Hapana, kuna nyakati za kulia, kuna nyakati za kucheka. Ndoa zina season. Kuna asubuhi, kuna mchana na kuna jioni. Asubuhi ndio ile mzuri wewe, mzuri mimi. Yaani mkikaa tu na bwana wako, mzuri wewe, mzuri mimi, mzuri wewe, mzuri mimi. Si mnaelewa Jamani, si mnaelewa? Na hata sisi wengine ambao Mungu alituumba bila ngongingo, lakini si mnajua uzuri ni sura? Lakini ukikaa unasifiwa hata sifa za uongo, si ndio? Mke wangu mzuri sana na nani, mzuri wewe, mzuri mimi, si ndio? Lakini inakuja miaka 5 mpaka 10, ni wakati jua linapiga. Na Mungu anapokitegemea, ndo pale ambapo jamani unasema hivi huyu ni yeye, na yeye anasema hivi huyu ni wewe. Lakini Mungu anachotegemea katikati ya lile jua lisiwaunguze, mbaki Yesu ni Bwana, pamoja na madhaifu ninaenda naye mbinguni. Alafu inakuja sasa ile wakati wa uzee 20 hapo, ndo wale kumbi kina Mabitulo kutwa na bwana wake huwa wanafatana mpaka wanafanana kutembea, si ndio? Mpaka ukimuuliza, niwaambie kitu wakati naenda kukaa, mpaka kwenye Mithali inaposema wewe umewazidi wote, yani mwanaume anasema, alafu watoto wakuite heri. Sio kazi nyepesi. Nyinyi mnajua sio kazi nyepesi Mimi Disemba nafikisha miaka 20. Sio kazi nyepesi. Ni neema, unaitaka asubuhi, unaitaka jioni, unaitaka kukikucha, mnanielewa sijui? Jamani mupulike.
Usiende kukaa Chief Judge, tucheze makombolelo alafu turudi. Mimi nimefurahi kwa sababu mabinti zangu watatu wameibuka kidedea. Wamenifurahisha. Umeona ndivyo na mabinti konki sana Twende kazi. Niwaone waliopata zawadi wanavyokombolela vizuri. Asiyepo binti wa kukaa chini bwana. Siku nyingine utapata na wewe. Nyanyuka, 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 nyanyuka binti, nyanyuka. Nyanyuka binti wewe na nyanyuka. Haya, baadaye kidogo tunaenda kwenye keki. Karibu Chief Judge kwanza kwenye keki. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa keki hii hao wanawawakilisha jamani, na wengine mtaikuta kwenye chakula, lakini ikawe ni chanzo cha baraka zako kwa mwaka wa 2026. Mungu akakufanikishe sana 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 sana. Maana iko nguvu katika chakula. Lakini pia kitu kingine, hakikisha nyumba yako haitakauka chakula katika jina la Yesu. Utakula na utalisha watu wengine kupitia mikono yako. Mungu awabariki. Karibu kate keki. Walisha halafu
I've known you are the Father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Say, all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of their goodness. And all my life, and all my life, you have been every step of my life, I glorify you, my King. And all my life, you have been so good. I testify your glory. Oh, this is a covenant. I promise to worship you, God. Yeah. The goodness of God. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing on the goodness of for the last time, sing. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of their goodness. Jamani, tuwapigie makofi.